Life philosophy story. Hii dunia tunayoishi ina mengi ya maneno ambayo katika dunia yamefichwa kwa siri kubwa sana. Kwa mfano, siri kuhusu historia ya kweli kabisa kuhusu Afrika ilifichwa na Uingereza wakati wa ukoloni, na Waafrika wakapumbazwa kwa kuwekewa hadithi na story ambazo hazikuwa za msingi vile. Kama mfano kuambiwa kwamba wao hawakuwa watu, walikuwa ni kama viumbe tu ambavyo havikuwa na ustaarabu wa kawaida. Haya yote yalifanywa na wale Uingereza, na pia maneno mengi ambayo yaliweza kuandikwa ili kuweza kumdefine Mwafrika. Hivi sasa wazungu wako na uwezo wa kuongoza dunia nzima kwa sababu ya ushirikiano na nguvu na amani. Pia imefikia mpaka siku hizi wanataka kujua nani mbabe kabisa. Ndipo somona kumeanza kutokea vita vya dunia. Ila baadhi ya nchi za teknolojia ya juu sana sasa imefikia kiwango zimeanza kutisha dunia nzima. Hivi sasa duniani kuna masilaha hatari sana ambazo zimefadhiwa na baadhi ya wasimamizi wakubwa wa mataifa mbalimbali kama vile Uingereza, Uchina, Urusi na Korea ya Kaskazini, na baadhi ya nchi zingine kama ikiwemo Misri. Dunia inapoelekea hivi sasa, mwanadamu anaendelea kujichimbia kaburi lake mwenyewe, na badala ajichimbie kaburi lake mwenyewe, anajichimbia yeye mwenyewe na anachimbia na wengine. Dunia inapoelekea vita vya 3 vya dunia, nikukumbushe watu wanaamini itakapotokea vita vya 3 vya dunia ndio itakuwa mwisho wa dunia, na ndipo atakao kuja mpinga Kristo, ama ndikapo kuja Masihi Yesu mwenyewe akushuka kutoka juu mbinguni kuja ili atupeleke pale ambapo alivyo tuahidi, jinsi ambavyo vinavyoeleza vitabu vya dini. Lakini kulingana na maandiko matakatifu ya dini ya Kiislamu inasema kwamba vita vitakapopigana duniani haitakuwa mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia itakuja baada ya hadithi ya mwanadamu na viumbe vya ajabu. Katika dini ya Kiislamu wanaziita Juja na Majuja. Hizi viumbe vinaaminika mpaka hivi sasa viko duniani, lakini kwa mujibu wa Mungu ndiye anapojua mahali ambapo amezihifadhi, na kama iko mwanadamu ambaye anayejua, basi wanasema Islali, yani Mungu ndio mjuzi zaidi. Dunia itakapoingia kwa machafuko ya vita vya 3 vya dunia, wanasema ndipo itakuwa mwisho wa dunia. Mwanzo kuna makombora ambayo inaaminika ikipigwa machache tu duniani iko na uwezo wa kuharibu pande zote za dunia na kusaulika kwa hatima ya mwanadamu kabisa. Lakini swali ambalo linabaki likikimbia kichwani mwangu, mbona dunia ipigane vita dhidi ya dunia? Pengine ni kwa sababu huyu anataka awe bora kumliko huyu na huyu anataka awe bora kumliko huyu. So ili tujue nani ndiye bora, inabidi tupigane, ili mwenye atashinda ajitambue kwamba yeye ndiye bora, na atayeshindwa basi akubali ameshindwa na yeye si bora. Na hakuna atakayekubali kushindwa hivyo kwa urahisi. Hivyo lazima yeye pia atajibu. Kulingana na hayo yote ndipo sasa dunia itakapokuja kuingia kwa uovu wake. Hivi sasa mataifa ya kijuu kabisa yameanza kupigania ili kujulikana gani ndio iko na nguvu kuliko ingine. Mwanadamu anaendelea kujichimbia kaburi. Katika vita vya dunia liko na simulizi lake kivyake. Leo hii the philosophy story imeamua kukaa kwa uhalisia fulani hivi. Inaeleza kuhusu hatima ya mwanadamu
katika vita hivi na katika teknolojia hii inayoendelea, hatima ya mwanadamu ni ipi? Ndiyo simulizi la leo. Life philosophy story. Swali la kutuongoza. Dunia inaelekea wapi? Hivi sasa duniani kuna nchi mbalimbali na mamlaka tofauti tofauti. Kulingana na baadhi ya wachambuzi wa mambo, wanaamini ipo siku moja ambayo dunia, kila nchi itapoteza madaraka yake na iundwe serikali moja ambayo itakuwa na madaraka ya kiulimwengu. Yaani itengenezwe serikali moja ambayo basi itakuwa imehamia serikali zote duniani. Kwa sababu niliandaa chapisho moja ambayo ilikuwa inaongelea kuhusu New World Order na lengo lao kubwa. Kama umeshalitazama pale YouTube, liko na views zaidi ya 100. Inaelezea vizuri sana kuwa ipo wakati ambapo duniani kutakuja kutengenezwa serikali moja ambayo itakuja kuwa na nguvu kuliko mamlaka yote. Hili jambo linasemekana kutabiriwa na baadhi ya vitabu vya dini. Kitabu cha Quran kinaongelea vizuri, kinamtaja mpinga Kristo kama Masihi Dajjal. Na kitabu cha Ufunuo katika Biblia, Ufunuo 17:12. Na zile pembe ulizoziona ni wafalme 10 ambao bado hawajapewa mamlaka ya kuongoza. Kufikia hapo hivyo, dunia inabaki kwa kinywa wazi. Ni kipi ambacho Biblia kwa uhakika kabisa ilikuwa ikieleza? Nitakupa elimu juu ya mambo fulani ya dunia. Hivi sasa kuna kitu ambacho kinatambulikana kwa jina la The Club of Rome. Nasemekana ndio inaongoza hii New World Order. New World Order ni mfumo wa kuongoza dunia nzima. Yaani inatamani siku moja kuwepo na serikali moja ambayo itakiongoza dunia nzima. Kisa cha Alexander the Great na Adolf Hitler kinanipa mashiko sana kwa kugundua kwamba story za kuongoza dunia nzima si story tu za kutengenezwa, bali kuna watu ambao kila siku wako na tamaa ya kuiongoza dunia nzima. Dunia iko na kitu ambacho hivi sasa inaaminika ndio inaongoza dunia kuingia katika mfumo wa New World Order. Nikuingishe kwa uhalisia, nisikilize vizuri mbeleni utanielewa. United Nation ama Umoja wa Kimataifa. Kumbuka hivi sasa kama kuna kitu ambacho kinaongoza dunia nzima ni Umoja wa Kimataifa. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Umoja wa Kimataifa ni bunge la hao mabwana wanaoongoza New World Order. Nikukumbushe, ili kuongoza jamii fulani unahitaji sera na sheria. Na kinachotunga sera na sheria na kuongoza sera na sheria ni bunge. Kwa hivyo United Nation ndio inayotajwa sasa kuwa ni kama bunge la hao mabwana wanaongoza mfumo wa New World Order. Na ipo muda watakuja kutokea kwa uhalisia kabisa. Lakini haya mambo yanafanywa chini kwa chini. Sasa mbona nikakueleza mfumo wa New World Order? Mfumo wa New World Order unatamani kuongoza dunia mzima. Na ili kuongoza dunia mzima wanatumia sera moja ama formula moja. Nasema problem, reaction, solution. Haya yote kumbuka nimeyaeleza katika simulizi la New World Order, la The Philosophy Story. Lakini hayo na mengineyo ambayo nimeeleza kule ndio yanaoleta uhalisia kabisa sasa hapa hivi. Haya mambo yanafanywa chini kwa chini. Na hivi sasa dunia inaelekezwa kutengenezwa mahali pamoja. Na kulingana na tafiti zinasema ukijulikana kwamba wewe hutaki kuungana na hii bunge
ambalo linatamani kuongoza dunia mzima, unaingia kwa machafuko, lazima wakulazimisha kuingia. Ndivyo Iran ilivyotendeka. Haya ni mambo ya siri sana, na hata napoendelea kuyazungumza yananipa mashiko sana, na natamani kuchunga pia usalama wangu. Haya mambo ni maovu, lakini mimi huwa natamani tu kuwapa elimu za msingi kabisa. Mkiingia katika kurasa za kuchunguza, mtayajua mengi yanayofanywa na Uingereza na haya mataifa yote. Kueleza kwangu kunanipa mashiko sana kuwa mambo yote yaliyotabiriwa kuwa ni hatari katika maandiko ya dini, basi hayana budi, yapo karibu yanaanza kutimia. Hivi sasa nikukumbushe, duniani kuna mahali ambapo panatengenezwa mji mkubwa sana, panaitwa Neom. Na unajua Neom iko pande gani ya taifa hili? Neom iko mahali ambapo panakaribia kufanana sana na pale ambapo Harun, wakati ambapo Musa amemwacha aongozi wana wa Israeli, alipo jenga ile sanamu ya dhahabu. Haya ni mambo ambayo yako na ufafanuzi wao, tutaweza kufafanua siku nyingine. Hii simulizi linanipa mashiko makubwa sana. Iwapo ungependa kuyajua zaidi, mnialike, mniulize maswali. Lakini haya ni mambo yanayofanywa kwa siri sana. Mzungu mmoja aliamua kuandika kitu kimoja na kusema, kuna mambo yanafanywa kwa siri, but they are done slow but sure. Yani yanafanywa polepole ila kwa uhakika kabisa. Remote controllers of the satellite zinafanywa kwa utaratibu ila kwa uhakika kabisa. Mwanadamu unaendelea kufanya nini? Utajiingisha kwa mchafuko mkubwa. Ningependa kumaliza simulizi la leo kwa kukupa hadithi moja fupi. Ni hadithi ya kiutoto lakini yenye funzo kweli kweli. Na hadithi hii itaungana kabisa na haya maneno yasema, na pia itaungana na taifa letu tukufu. Siku moja kulikuwa na mzee mmoja Mchina ambaye alikuwa akiitwa Pawani. Akawa na mtoto wake, na akawa na ng'ombe zake, na akawa na mbwa wake. Siku moja mtoto akiwa malishoni, bahati mbaya ikatokea mbwa akaanguka kwa shimo na anabuti akavunjika na akaiaga dunia yule mbwa. Wanakijiji wenzake wote wakakuja na kumpa pole yule mzee na kumwambia, samahani mzee, tumepata habari umepoteza mbwa wako, pole sana. Yule mzee akajibu, labda. Na wala na kijiji wakamwambia, endelea kujiamini, utaweza kunyanyuka na kuendelea vizuri. Yule mzee baada akajibu, labda. Baada ya siku chache hivi, yule kijana akaenda kufuga ng'ombe. Wakati ako kule malishoni, simba akatokea na akamla ng'ombe mmoja. Wanakijiji walipofika wakamvamia yule simba na kumwangamiza. Basi wale wote wanakijiji wakakuja na kumwambia, samahani mzee, tumepata habari umepoteza ng'ombe. Usijipe shughuli mingi wala usijipe mafikira mengi, bali mtegemee Mwenyezi. Bado yule mzee jibu lake likakuwa ni lile lile, labda. Siku ingine yule kijana wa yule mzee akiwa anaenda na shughuli zake, kwa bahati mbaya akaumia mguu. Akakimbizwa hospitali, akatibiwa ila akawa kilema sasa. Wale wanakijiji wakuja wakamuomba
na kumwambia, tumepata habari kwamba kijana wako ameumia mguu. Tunakuombea Mwenyezi Mungu nawe akuonekanie, uache kupata ya mateso unayoyapata. Yule mzee jibu lake likakuwa ni lile lile. Labda wanakijiji wakampa maneno ya faraja na maneno mazuri ya kumpa moyo ili asonge mbele. Lakini yule mzee akajibu tu labda. Sasa kukapita baada ya miaka kama 2 hivi, kwa kuna vita vya kidunia. Katika hivi vita vya kidunia, katika hiyo nchi na yuko kijiji, wakawa wanatamani watu wa kwenda kupigana vita na mafarasi za kwenda kupigana vita. Samahani, na mang'ombe za kwenda kupigana vita. Basi kumbuka, huyo mzee alikuwa na ng'ombe mmoja ambaye alikuja akavuta mguu, ila alikuwa akikamwa. Lakini wakasema wanataka ng'ombe wote wakaenda kuchinjwa, wamwage damu, ili wakati ambapo vita vinapoanzwa na vijana wote wachukuliwe ili kuandaliwa kwa ajili ya vita. Haya, ikakuaje? Ng'ombe na vijana wa wale wazee wengine wote wa vijiji wakachukuliwa. Kumbuka, huyu mzee ng'ombe wake alivunjikanga mguu na mwanawe amevunjika mguu, kwa hivyo hawawezi wakataka mzigo katika vita. Ikabidi wamemwacha kijana wa yule mzee na yule ng'ombe wa yule mzee. Yule mzee akaendelea kujifariji na ng'ombe wake akiwa kilema, na akawa anaenda kumuona mwanawe na mwanawe akisaidia kazi, ila akiwa kilema pia. Kufikia hapo, vijana wale wote na mang'ombe zao na kijiji wote zikachukuliwa. Kama kawaida, ng'ombe zikachinjwa, wakamwaga damu, vita vikaanza. Kwa bahati mbaya, vijana wale hawakuwa wamepewa mafunzo ya kijeshi ama mafunzo ya kiulinzi. Vijana wale wote waliangamizwa katika vita. Hadithi inakamilikia hapo. Sasa somo gani kutoka kwa hii hadithi? Usijishtumu ama usijione kwamba maneno na vikwazo unavyopitia katika maisha visikuonyeshe kwamba wewe ni mtu ambaye umeumbwa kwa kupata matatizo. Kuna matatizo mengine ambayo unayapata, lakini utakapotazama mbele, kuna kitu fulani Mungu alikuwa anakuondoa kutoka hapo. Kuna jambo fulani ambalo Mungu alikuwa anataka kukunyanyua na kukuepusha na hapo. Usiwe ni mtu wa kila mara kuweka lawama katika mdomo wako, bali kila mara jaribu kuelewa ni nini ambacho kingetokea kama hili alikutokea. Siku moja nikamsikiza mtu mmoja, ndalisema kama mwenyewe. Tulikuanga marafiki 4, mimi na wenzangu 3. Tukawa tumemwona mwanadada mmoja na tukasema yule ataingisha msichana box ndiye atakayempeleka Valentine, ambayo ingekuwa tarehe 13 mwezi wa Februari. Ikakuaje? Tukaingia katika mjadala, ni nani ataweza. Tukatengeneza bet. Katika bet, mimi sipendangi kupoteza. Tukatafuta mtu ambaye alikuwa hakuwa kwa hiyo shughuli. Tukamwambia nataka ushike hizi, mwenye ataweza kufaulu ule msichana basi atachukua hizo pesa na kumpeleka dina. Kukakuaje? Basi ambaye alitumwa kama kwanza ni huyu ambaye anaongea. Nikafika ambapo yule mwanadada alipo, nikamsalimia, unaitwaje? Akaniambia. Nikamwambia niko na marafiki 3 ambao ni wajinga, nikikatia tu dem wote wanakuja wanataka kumkatia. Na yule msichana akanikubali, tukaelewana. Hao wengine kukuja, yule msichana alikuwa anajua tu niko na marafiki 3. Baada ya hapo, hivyo ndivyo nilivyoshindana. Tukaenda
dina katika hiyo siku ya Februari. Tulipomaliza dina, basi huyu msichana akatoroka na akazima simu. Nikaumizwa sana, mbona msichana akatoroka. Akanipa msusumuko wa moyo na kunipa heartbreak moja kali sana. Baada ya mwaka mmoja nikapata habari kwamba yule msichana alituacha na basi ameiaga dunia. Nikasoneka sana, ikabidi nimeenda kuhudhuria mazishi. Nikahudhuria mazishi, nikarudi nyumbani. Baada ya kurudi nilijipa funzo moja. Huyo msichana kuna mzee fulani ambaye alikuwa kwa mahusiano, na kati yao wawili kuna mmoja ambaye alikuwa ameambukiza mwingine virusi na ambavyo vilikuwa hatari sana. Hivyo niliepushwa kutoka kwa huyu msichana kwa namna fulani ambayo ilikuwa kama heartbreak, lakini niliondolewa changamoto fulani ambazo ningekuja kupata maisha yangu. Kwa hivyo kuna mambo mengine ambayo yanatendeka kwako, unaona kama baya, lakini yanatendeka kwa kusudi la kuwekea jambo fulani ambalo ni nzuri kwako. Sijui mnanielewa. Kwa kuhitimisha, usisahau kusubscribe The Philosophy Story kwa sababu ya mengi. Mimi naitwa Patrick Mungei. Life Philosophy Story.